Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Waweze kuifahamu zaidi Injili ya Kristo wako, na kwa moyo mkuu waanze maisha magumu ya Kristo. Na baada ya wao kuwa watoto wako, wafurahi kwamba wamezaliwa upya na kwamba wanaishi katika kanisa lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Inapochanganywa baadaye askofu atafundisha upia hivi, alafu baadaye sasa weka wako Krismasi. Sasa wengine kuna tabia ya kulinganisha na kwenda kwa waganga wengine, kuna mganga mwingine anakuzia, nadhani askofu sasa ameanza naye tutendo kwa maana ya kuelewa.
Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. Mungu uliye asili na maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukurani na sifa ambazo kanisa lako linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu mzito, ambayo matunda yake yanafaa kwa kutengenezea krisma takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele ya sakramenti zitakazotuletea neema yako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi ya ulimwengu ilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake. Wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo, mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Ulimwamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Aroni kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo jingine kubwa zaidi. Baada ya mwanao Yesu Kristo kumwomba Yohane ambatize na maji ya Yordani, ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya njiwa. Na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale aliyoagua Nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Kwa hiyo, Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakasa mafuta haya uliyoyaumba. Uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo mwanao, maana krisma imepata jina hilo kutoka kwa jina lake takatifu. Nawe uliwapaka krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako. Uifanye krisma hii iwe ishara ya uzima na wokovu kamili kwa wale watakaobatizwa kwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya matakatifu, wageuke kuwa hekalu lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya krisma, wajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutokuharibika. Uifanye krisma hii iwaletee wokovu wao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu, na hatimaye waifikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.